Msikilizaji wetu na mtazamaji wetu wa kipindi cha Bwana Nifinyange kutoka hapa Porters Church of Tanzania, Mbezi, Msigani, Dar es Salaam. Ni kukaribishe katika wasaa huu adhimu. Leo tunapokuletea tafakari ya neno la Mungu ambalo kimsingi lilifundishwa siku ile ya tarehe 23 na 24 mwezi Februari mwaka wa 2026 katika semina ya pili katika mwaka huu ambayo imeendelea kufanyika hapa kanisani. Kwa hiyo tuko hapa kukuletea uchambuzi, upembuzi, upanuzi wa neno la Mungu, na tunaamini kabisa kwamba Mungu atayagusa maisha yako na kuachilia mapenzi yake. Pamoja nami na watumishi wa Mungu Benson Samuel pamoja na Samuel Kotei, na mimi ninayekuongozea kipindi hiki naitwa Reverend Father Peter Undole. Karibu uwe nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki. Watumishi wa Mungu, topic tulionayo leo kwa faida ya watazamaji na wasikilizaji wetu imebebwa na kile kichwa kinachosema heri wenye rehema, maana watapata rehema. Haya ni maneno kuntu kabisa yaliyonenwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwenye Mathayo sura ile ya 5 na mstari wa 7. Wanaita wenzetu hotuba ya mlimani. Ni maneno ya mwanzo kabisa mwa huduma ya Yesu Kristo, maneno ambayo alikuwa anaweka msingi wa huduma yake. Samuel Kotei, naam, moja kati ya mapungufu ya kimafundisho ambayo Yesu aliyabaini wakati alipokuwa amekuja, wakati wake ule, ilikuwa ni ukosefu wa mafundisho ya rehema, Vipi tatizo hili unaliona nyakati zetu za sasa? Labda tu nianze kwanza kwa kuwakumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wa kipindi hiki miongoni mwa haya Yesu ambaye aliyazungumza katika hotuba ile ya mlimani, tumekuwa tukizisema ni kanuni, ni kanuni za ufalme wa Mungu, ambazo kama mtu akizifahamu vizuri na akazitumia sawasawa na akaziishi, inakuwa rahisi sana kuubomoa ufalme wa giza. Sasa ndio unaona Yesu, Biblia inazungumza vizuri, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za Ibilisi. Sasa kwa namna gani Yesu alianza kwa kuzivunja kazi hizi? Unaona, alikuwa anapitisha ajenda ufalme na kanuni za ufalme wa mbinguni. Sasa tunapozungumzia heri wenye rehema, ni miongoni mwa kanuni ambazo Yesu alizizungumza, kanuni za ufalme. Heri wenye rehema, kwa maana hao watapata rehema. Baada ya kanuni zingine zile ambazo tumekwisha kuzieleza kwenye vipindi vilivyopita, unaona Yesu anagusa eneo la rehema, na kugusa katika eneo la rehema maana yake kuna kitu ameona, kuna upungufu hasa kwa ulimwengu, kuna upungufu kwenye kanisa, kuna upungufu kwa watu kujua kuhusiana na rehema. Kwa nini? Aliona kuna migogoro kwa watu, aliona kuna magomvi kwa watu, aliona kuna visasi, kuna vitu vya namna hivyo ambavyo kuni mataifa ni imekosekana rehema, Ndio maana Yesu anaanza kwa kuwazungumzia heri watu ambao wana rehemu wengine, maana na wao watarehemiwa. Benson, kwa nini upungufu huu wa mambo ya rehema? Nani anasababisha? Kwa sababu tunamuona Yesu kwenye ile Mathayo 9:11 mpaka 13, anawaambia wale mabwana, mmeacha mambo makuu ya sheria, mambo makuu ya sheria, adili, rehema na imani, lakini mmekuwa mkifanya mambo madogo madogo hayo, sijui ya kufunga, ya kutoa sadaka, alafu naambia nendeni mkajifunze
Ni kama alikuwa na warifaa waende kwenye Agano la Kale kule kwenye Hosea alipoandika kwamba sijui dhabihu na nini hivyo, lakini anataka rehema na si sadaka. Hii unaitazamaje katika hasa sisi watumishi wa Mungu tunaangukia kwenye mtego, kwenye maneno yale yale ya Yesu kwamba nendeni mkajifunze. Ni kama vile mmekuja kwenye utumishi, hamjui mambo ya msingi Mungu anayoyataka, mnashika vitu vidogo vidogo. Hii unaisemeaje? Ni kweli. Cha kwanza kabisa anayehusika ni watumishi wa Mungu. Kama ambavyo amezungumza, ni kama wanaingia kwenye utumishi na ni kama tunaingia kwenye utumishi na hatujui mambo ya msingi ambayo Mungu anayataka. Yeye mwenyewe anasema nendeni mkajifunze. Yaani kama mtu kishamaliza Bible school anaambiwa hebu rudi. Kama mnapwaya fulani hivi, kuna mahali mnapwaya hivi. Yaani kuna mahali mnapwaya. Ninataka mambo ya adili na rehema. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa sana hata Wakristo au kanisa la leo hatujajifunza au hatujajua nini Mungu anachotaka. Tunahusika watumishi wa Mungu. Hatujaeleza vya kutosha hasa nini Mungu anachokitaka. Ndio maana amesema ninataka. Kwa hiyo ni kama vile hatujamjua Mungu anataka nini. Ndio maana anasema kuna mambo ambayo ninahitaji. Hayo sio kwamba ninayapuuzia, ninayahitaji, lakini kuna mambo ya msingi kabisa ambayo ninayatafuta ili kanisa liwe ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo kule kufika sawasawa kwa vitu kama hivi inachangiwa kubwa na sisi watumishi. Hatujajua hasa kile Mungu anataka. Maana haya maandiko mawili haya Mathayo 23:23 hapo ndipo hasa anawaambia kwamba mnatoa zaka na mnanaa, ole wenu, mnatoa zaka na mnanaa, lakini mmeacha mambo kubwa ya sheria, yani adili, rehema na imani. Lakini ile Mathayo 9:11 mpaka 13, Mafarisayo walikuwa hawataki kama vile Yesu achangamane na watoza ushuru na wenye dhambi. Ndio Yesu anasema mimi mwenye afya hahitaji tabibu, kwa sababu mimi nimekuja ili hao watu wapate nini? Wapate rehema. Sasa hoja yangu bado iko pale. Watu hawa jamaa walikuwa wana elimu ya dini, wamesoma Bible school, wamesoma, lakini Yesu bado anawaambia nendeni mkajifunze. Hii imekaaje? Yaani sisi tumesoma Bible school, tumekaa miaka 3 kote. Nasema nendeni mkajifunze kwamba mimi sihangaiki na sadaka na mimi nataka yale mambo makubwa, mbona mnayaacha? Ina maana hawakujifunza huko Bible school na nini, au hii imekaaje? Unajua kujifunza ni tofauti na kuyaweka yale mambo katika matendo. Kujifunza ni tofauti na kuyaweka yale mambo uliyojifunza katika matendo. Sasa ni wazi kabisa hawa walikuwa wanafahamu, ni viongozi wa dini, wanaelewa ile maandiko yale kwamba Agano la Kale lile Zaburi na Torati, wanaelewa vizuri. Na wamejifunza kwa habari ya sanduku la agano na kiti kile cha rehema, sheria za Mungu wanafahamu. Lakini Yesu aliona kitu hicho kimepunguka ndani yao. Ni kama hawaishi rehema za Mungu. Kwa maana tunapozungumzia kuhusiana na rehema, labda tumpeleke msikilizaji wetu moja kwa moja kumweleza tunapozungumzia kuhusiana na rehema. Manake tunazungumzia ule moyo wa kuwahurumia wengine, ule moyo wa kuwasamehe wengine, ule moyo wa kuwasaidia wengine hata kama matendo yao yanawafanya wasistahili kusaidiwa, lakini una huo moyo wa kusaidia, una huo moyo wa kuwahurumia wengine. Au wakati mwingine tunaweza kusema kwa lugha nyingine, wakati mwingine unamnyima mtu kitu ambacho alistahili hakustahili, kwa maana kwamba kuna kitu fulani amekifanya, inawezekana ni kibaya, lakini unamnyima malipo mabaya, unamfanyia kitu kizuri, pamoja na kwamba amefanya kosa, kwa maana kwamba labda mtu amefanya uovu fulani. Unachomlipa mtu ni kumsaidia, kumrekebisha, kumhurumia, kumtoa kwenye ile hali ya uovu.
Sasa unaweza ukaona kwa ukubwa sana Mafarisayo si kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Ndio maana unaona Mathayo 9 kuanzia mstari wa 11, Yesu anakaa na watoza ushuru. Kwa tamaduni za kwao ni watu ambao walikuwa wanachukua labda fedha nyingi kuliko watu wengine, wanawatoza watu fedha nyingi, kwa hiyo wanaonekana ni watu wenye dhambi, si ndivyo? Na kama Yesu alikuwa ni mtakatifu, kwa nini akae na wenye dhambi? Ndicho ambacho yamkini kilikuwa kinawajia hasa Mafarisayo au wazee wa dini wale. Kwa hiyo walichoona Yesu anakosea kwa sababu anakaa na wenye dhambi, ni rafiki wa wenye dhambi, mpaka unakula nao, unakula naye chakula, ni mtu umemweka karibu sana. Sasa wao hawakujua hicho ndicho ambacho ndio ajenda ya ufalme, kutangaza rehema, watu watoke kwenye dhambi zao. Kwa maana yake hao kutangaza rehema, watu watoke kwenye dhambi zao. Maana yake hao walishindwa kufanya hivyo. Kama ni mwenye dhambi utaona walikuwa wanawapiga mawe. Unaonaje? Walikuwa wanaogopa kwamba wakikaa na wenye dhambi watavutwa na wao kwenye dhambi, au ni nini hasa iliyokuwa inawafanya mpaka wawatenge wenye dhambi alafu wao wakae pembeni? Kwa sehemu kubwa nafikiri kwa utamaduni wao na sheria yao na utashi walionao, kwamba mwenye dhambi hapasi kuchangamana labda na mtu anaoonekana ni mtu wa dini, ni mtu msafi, hapasi kuchangamana hivyo. Ndio maana lazima walikuwa wanawatenga, wakati mwingine wanawapiga mawe, kwa sababu mtu amekosea jambo fulani, humsaidii katika lile kosa. Kwa maana yake hutangazi rehema, kama nilivyosema, rehema kumsaidia mtu katika lile kosa na kumrekebisha na kumjenga. Sasa wao, maana yake mtu amekosea, hawaoni uthamani wa mtu, wanaona uthamani wa kosa, wanamuua, wanampiga mawe. Sicho ambacho Yesu alikuja kufanya. Aliona hiyo imepungua ndani yao. Rehema, lazima tuwe na moyo wa kuwa rehemu wengine, kuwasamehe wengine. Mtazamo wa kanisa ukoje juu ya wenye dhambi katika maisha yetu ya sasa? Tunawatenga, tunawapa rehema? Mtazamo ukoje wa kanisa? Moja kati ya kitu ambacho huwa kinanisikitisha sana ni hapo juu ya wenye dhambi. Mara nyingi sana mtu akisha kuwa mwenye dhambi, yani anachukuliwa ni kama mtu ambaye hafai tena, kama ambavyo ilikuwa kwa Mafarisayo. Vivyo hivyo, anachukuliwa ni mtu ambaye yani hata kula naye. Tuna makahaba huko nje, tuna makahaba, tuna majambazi, tuna wezi, kanisa linawachukuliaje watu? Unajua, kuna kitu kimoja ambacho Yesu alizungumza juu ya kuhukumu, akasema msihukumu, msije mkahukumiwa. Moja kati ya tafsiri njema ambayo hatujaipata kama kanisa ni juu ya kujua tofauti ya kuhukumu na kuwaambia watu ya kwamba juu ya dhambi zao kwamba mkiyatenda hayo hatima yake haitakuwa njema. Kueleza ule ukweli, kama ambavyo tumejifunza ya kwamba tukiwarehemu watu wenye dhambi lazima tukawafuata na kwenda kuwaambia iliyo kweli ya kwamba myatendayo hayo sio vema. Lakini pia wakati huo ni kweli ya kwamba tunahitaji rehema, lakini pia haikanushiki mtu ambaye yuko kwenye dhambi pia inahitaji uangalifu mkubwa sana. Yani, anaweza akakuvuta wewe kwenye dhambi zake. Yani kabisa. Yani inahitaji uangalifu mkubwa, tena mkubwa, kwa sababu hizi ni falme mbili zinafanya kazi. Kwa hiyo unaweza ukaenda, ndio yale ambayo tunaona sema wakati anaeleza nikaikuta na mhurumia na dhambi kajikuta mtu kisha zina kahaba, mwisho wa siku maisha yake yamepotea kabisa. Lakini ni kitu kizuri kabisa ya kwamba ni lazima umweke mtu karibu, tuwafuate watu, hasa ile ya kutembea nyumba kwa nyumba, tuzungumze nao, mwisho wa siku tuwaonyeshe wema wa Mungu na tuwafunulie rehema za Mungu, na kwamba katika mazingira kama hayo bado kuna ule msamaha. Kwa hiyo kwa mtazamo wa kanisa kuhusu kwa watu wenye dhambi, kwa watu ambao hawajamwamini Kristo, wanahitaji rehema za Mungu kuliko tunavyodhani. Yani wanahitaji rehema za Mungu kuliko tunavyodhani. Hatuwezi kuanza kuwafuata, tuombe Mungu afunue rehema zake. Mungu atajua namna ya kutengeneza mazingira au watu wataokolewa. Ndani ya kanisa unafikiri kwamba rehema za Mungu zinafahamika kwa kiwango ambavyo labda Mungu anatarajia? Watu wanazifahamu rehema za Mungu?
Sio kwenye kiwango kile kinachotakiwa. Kwa nini? Kwa sababu unajua kuna kitu kimoja ambacho kilizungumzwa ile siku ya jana na nilikipenda kwamba kama tulioko wandugu ndani ya kanisa bado inafikia hatua tukipishana yani inachukua muda sana kuwekana sawa. Sasa vipi sasa kwa watu ambao wako nje? Kama tunamchukia mpendwa mwenzangu, sizungumzi naye, nitampenda huyo adui wa nje huko ambao Yesu anasema wapendeni adui zenu, itakuwa kazi ngumu. Sasa hiyo ndio inasababisha wakati mwingine hata ndani ya kanisa unaona hatutoki vya kutosha kwenda kuwatangazia rehema wenye dhambi, kwa sababu tumeshindwa sisi wenyewe kwanza huku ndani kuzijua rehema za Mungu, ipasavyo. Unakuta inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo kama Mungu angekuwa yaani kama hizi rehema zingekuwa zinatambulika jinsi ipasavyo, yani tungeshawavuta watu wengi sana. Tunafeli wapi kote? Nafikiri ambapo tunafeli pakubwa ni kwamba hatujataka kuzitafuta hizi rehema za Mungu, hizi baraka. Unajua baraka ni mpaka umejiposition, umejiweka kwenye nafasi ya kuzipata hizo baraka. Anasema na baraka hizi zitawafuata. Maanake Yesu anaposema heri, maanake amebarikiwa mtu yule ambaye anatangaza rehema au ni mtu mwenye rehema. Kwa hiyo maana yake ni kama tunatakiwa tujibidiishe kuzitafuta au kuzipata hizi rehema ambazo sasa hii heri yani kwetu sisi watumishi tumepigwa ole. Yesu anasema heri, lakini alipogeuka kwetu watumishi anatupiga ole. Kwamba ole ninyi wachungaji na manabii mnaotoa zaka na mnanaa, alafu mmeacha mambo ya adili, mambo makuu ya sheria ya adili na rehema. Sasa ndio maana nasema hapo ndipo ambapo tunafeli, aidha kwa kanisa ama viongozi pia, kwa maana kwamba kushikilia vitu ambavyo ni vidogo vidogo ambavyo vina umuhimu wake, lakini kuviacha vitu vikubwa vyenye umuhimu zaidi katika swala la ufalme. Kwa hiyo maana yake kama watumishi ni muhimu sana kuweka bidii kuyafundisha yale mambo makubwa ya sheria ya ufalme, kufundisha kuhusiana na rehema, kufundisha kuhusiana na imani, kufundisha kuhusiana na yote haya adili ambayo ndiyo Yesu anayazungumza ni ya muhimu zaidi sana watu wakayajua. Kwa hiyo unadhani ni kipindi chetu maaskofu, wachungaji, sisi wainjilisti kujitafakari kwa habari ya hii? Kabisa, ni kipindi ambacho tunapaswa kujitafakari kwa sababu hii ndio ajenda ya ufalme. Tunapozungumzia rehema, maana yake tunatangaza msamaha. Kama Mungu alivyotangaza msamaha kwetu, ni lazima na sisi tuhakikishe watu sisi kwa sisi wanatangaza msamaha kwa wao, kwa watu wao kwa wao, lakini pia watu wamrejee Bwana Mungu wao, wazitambue rehema ambazo Mungu ameziachilia kwao. Hicho ni kitu cha msingi ambacho kama watumishi tunapaswa kuwekeza nguvu kubwa sana kuyafundisha masuala haya. Benson, tunashuhudia katika maisha yetu ya leo mparaganyiko, familia zinapasuka, ndoa zinaharibika, makanisa yanaparaganyika, mataifa alafu katikati ya hiyo sintofahamu Yesu anajitokeza, anakuja na kauli hii, anasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Tunajifunza nini? Katikati ya mambo kama hayo Yesu anakuja na ujumbe kama huu kwa mataifa, kati ya familia kwa familia, kwa mtu na mtu. Unajua hayo yote ambayo umeyataja, yote hayo kuna vitu ambavyo huwa vinasababishwa mpaka hayo yote yakatokea. Kwanza tunaona, unajua watu ni watu wenye ghadhabu sana, inatokea hasira na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inakuja anapokuwa anakuja kusema kama heri wenye rehema. Kwa hiyo ni kama ametuletea dawa ya hasira na kabisa, yani ametuletea dawa. Ametuletea dawa. Kwa nini watu hawaifuati hiyo dawa sasa? Kwa mfano nilikuwa na tafakari sana Babu wa Loliondo alivyotangaza kwamba mimi bwana nina dawa inayoponya sijui moyo, sijui tezi dume, sijui nini.
magari yalikuwa msururu namna hii kutoka kule Loliondo mpaka Arusha na nauli zikapanda. Yesu anatangaza dawa ambayo ndio italeta tiba ya magomvi kwenye familia, sijui kwenye kanisa, kwenye taifa, wapi na, lakini watu hawaifuati. Tatizo ni nini? Hawaikimbilii dawa. Hiyo pia inastaajabisha. Inastaajabisha. Kama uliweza kwenda kwa babu wa Loliondo, utaki kwenda kwa Yesu kuchukua dawa. Kabisa. Yaani hiyo inastaajabisha. Kama watu kweli waliweza kwenda huko, alafu inapokuja swala ambayo Yesu kaileta hii dawa ya rehema, ya kwamba watu tupate ili kuweza kudhibiti matatizo mengi na fujo nyingi zinazotokea kwenye familia. Lakini unakuta mwisho siku kabisa watu wanakuwa hawataki. Ukimwambia mtu bwana rehemu tu hapo, shughuli inakuwa imeisha. Mtu unakuta kote. Unadhani kwa nini? Kwa sababu dawa ya babu wa Loliondo haikuwa imethibitishwa katika ubora, yani TBS alikuwa, lakini Yesu hii dawa ameithibitisha pale msalabani kwamba inafanya kazi, kwa sababu shetani alipokuwa amemkorofisha Adam na Hawa kumuudhi Mungu, alijua kabisa Mungu atateremsha nini? Ghadhabu namna hii. Lakini Yesu akasema nini? Mimi dawa ninayo. Akafanya nini? Akaachilia rehema, na huioni hasira ya Mungu tena kwa mwanadamu. Bado kwa uthibitisho huu watu wanaikataa hii dawa. Umenifanya nimkumbuke mdogo wangu mmoja wakati huwa mara nyingi alipokuwa anaumwa akinunuliwa dawa huwa alikuwa hanywi. Kwa hiyo alichokuwa anakifanya yeye, ataenda atatupa nje, kimpa dawa, nimekunywa. Sasa mwisho wa siku unamuona anaendelea kuumwa ugonjwa ule ule kila mara. Kwa sababu gani? Una ugonjwa unakuwa sugu. Kwa sababu gani? Hapendi tu dawa. Kuna watu ni kama yani Yesu ameleta dawa, lakini watu tu hawapendi tu hiyo dawa. Yani ni kama wanajitengenezea usugu wa matatizo kwenye kanisa, usugu wa matatizo wa ugonjwa kwenye taifa, usugu wa matatizo kwenye familia, kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Hawapendi dawa. Si kwamba dawa haipo, ni dawa ipo na imethibitishwa viwango vyote, lakini kwa sababu ya kutokuipenda hiyo dawa imesababisha usugu wa matatizo mengi sana kwenye maisha ya watu. Tunafanyaje ili waweze kuipenda? Kwa sababu unanikumbusha pia mimi na dada yangu, wakati huo kulikuwa na vidonge vile vya chloroquine. Akipewa amekaa hivi kwenye kiti ambaye kunywa, alafu na vitupa chini ya uvungu namna hii. Mama ajanywa, tunaangalia vidonge, tunarudisha tena tunawapatia. Na sisi tufanyeje hii dawa ambayo Yesu kaileta hii ya rehema? Tuwasokomezee watu au ili familia zipone, kanisa lipone? Tunafanyaje? Hiyo ndio nafikiri tunaweza tukaifanya kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu wakati mwingine mtoto unaona unampa dawa hataki, mama anashika ule mdomo kabisa, ananyunyiza, kwa sababu anajua hii ndio itakayomsaidia, ndio tiba. Sasa kama watumishi wa Mungu, ni muhimu tukaisokomeza hiyo dawa. Watu inawezekana hawaitaki, lakini Yesu aliona hii ndio dawa iliyothibitishwa kuwasaidia kwenye matatizo mengi. Kwa hiyo ninaomba kama watumishi tuongeze juhudi. Manake kama mke wako kakukosea, ukisema tu mimi nimekurehemu, manake umemaliza kila kitu. Kama mume wako kakukosea, ukichukua hiyo dawa pale msalabani ukisema mimi nimekurehemu, umemaliza kila kitu. Kama mchungaji wako kakukosea, ukisema tu nimekurehemu, umemaliza kila kitu. Uponyaji umeingia. Kwa sababu hiyo ndio inazuia hasira, ndio inazuia ghadhabu, inazuia chuki, inazuia visasi. Tutakuwa na taifa au kanisa ama ndoa ambazo zina amani, zina furaha, zina upendo, kwa sababu tumeitumia hiyo dawa kwa usahihi na usahihi. Jamani, tunatangaza dawa inayoua hasira, dawa inayoondoa ghadhabu, ili familia ipone, ili kanisa lipone. Dawa iko kwa Yesu, na hizo ni rehema za Mungu aliye hai. Benson Samuel, kutokuwepo kwa hali ya kurehemiana ndani ya kanisa, ndani na nje ya kanisa, ni mtaji wa shetani wa kuimarisha ufalme wake. Kabisa, kama ambavyo somo letu linasema. Kanuni moja ya kanuni hii inayosaidia kuharibu ufalme wa giza. Shetani anampenda mtu ambaye hana rehema. Shetani anampenda mtu ambaye hana rehema.
Kwa nini anampenda mtu ambaye hana rehema, mtu ambaye hataki kusamehe? Shetani ndo anampenda kwa nini? Kwa sababu itakuwa ndio mahala pake pa kufanyia kazi, ndio itakuwa kama kichaka cha kujificha ya ili kuweza kuleta uharibifu mwingi sana ya. Kwa hiyo kwa sura kama hiyo tunakuja tena kinyume chake, kama anampenda mtu ambaye hana rehema, kinyume chake anamwogopa mtu mwenye rehema ya. Kwa hiyo kama kanisa tunakosa rehema bado hatujaweza kumuondoa shetani kwa namna iwayo yoyote ile, kwa sababu shetani atakuwa anajua hapa nikiyaibua haya hawa watu hawezi kurehemiana, kanisa halitavurugika, familia itavurugika, kama kwenye ndoa, kila kitu ya. Kwa hiyo wakati mwingine huo ndio mtaji wa shetani, yani ndio mtaji wa shetani kwa watu ya. Kwa hiyo kumbe tukiwa na watu kanisani ambao si wepesi wa kusamehe na kurehemu, manake tuko nao ila wametengeneza kichaka cha kumfuga Ibilisi. Yani tena kabisa, na hao ndo watakuwa wanapeleka yani. Kwa hiyo shetani anatoka kule kwenye kichaka, anakuja anawatibu wa mnaparaganyika, alafu anarudi tena kwenye kichaka. Kote unaionaje? Unajua, ndio maana ninakumbuka maneno haya ya mwisho Yesu pale msalabani, anasema Baba uwasamehe. Yani nafikiri kama asingeyasema yale maneno sijui ingekuwaje, lakini naona yale maneno alisema kwa uzito mkubwa na kwa uchungu mkubwa sana, ambayo yalimfanya sasa atulie, kazi nimeimaliza. Yani pamoja na kwamba amefanya kazi yote msalaba, lakini kama asingepumua mzigo alikopo nao kwa kusema Baba wasamehe, nafikiri kuna mambo mengi yangeendelea. Lakini ndicho ambacho tunakiona, kanisa kama likifahamu, familia zikifahamu, watu tukifahamu mambo haya, tutakuwa na amani kama nilivyosema, kwa sababu hutauona ukubwa wa kosa, utatangaza rehema ili kuitafuta hiyo amani kwenye familia. Unajua kabisa shetani ili atawale lazima agawanye. Hakuna namna anaweza kuwatawala kama mko solid, kuna solidarity hapo ndani, yani mmeunganika vizuri. Hakuna namna, kwa sababu atapitia wapi? Anapitia mahali ambapo pana mpenyo, mahali ambapo pana gap. Kwa hiyo atatafuta tu mtu mmoja ambaye miongoni mwenu kama hamna ile solidarity, spiritual solidarity, manake ataingilia pale, ataibua magomvi, ataibua chuki, ataibua mambo, migogoro midogo ambayo itatokea, na kwa sababu anajua kuna mtu mmoja hawezi kustahimili hayo mambo, na hawa watu hawezi kurehemiana, mwisho wa siku mnagawanyika. Akigawanyika anapata nafasi ya kutawala. Kwa hiyo lazima tuelewe namna ya kujua. Paulo mtume anasema shetani asipate kuwashinda kwa sababu hatukosi kuzitambua ila zake. Ndivyo ambavyo anatafuta. Kwa ujanja huo migogoro itainuka kwenye familia. Watapishana baba na mama au mke na mume, na kwa sababu hakuna mmoja wa kuachilia rehema pale, ni rahisi sasa shetani kuingia pale akaigawanya familia. Kwenye kanisa vivyo hivyo, atainuka tu mmoja, kwa sababu hakuna rehema pale, atagawanya kanisa. Hivyo hivyo kwa taifa, kwa sababu viongozi hawarehemu watu wao wa chini, ama hata watu wa chini hawarehemu au hawarehemu viongozi wao, mwisho wa siku utaona ni taifa ambalo haliendelei, taifa ambalo halikui, halina ustawi. Kwa sababu gani? Hakuwezi kuwa na ustawi mahala ambapo hakuna ule umoja, hakuna amani, hakuna mshikamano. Ndicho ambacho adui anachokitafuta. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuelewa kutokurehemu na kutokutangaza rehema ni kichaka cha shetani kupitisha ajenda zake huko. Kwa hiyo lazima tuvifyeke hivyo vichaka vinavyomfanya shetani ajifiche huko, ili mahali pote pawe wazi namna hii. Umeshawahi wewe kwenye experience yako ya maisha kunyimwa rehema na mtu umemkosea? Bwana nisamee ndugu yangu, anambia hapana bwana, mimi sikusamei, hakuna rehema. Umesha experience? Najaribu kukumbuka kwa haraka. Japo hizo scenario zipo kwenye maisha, zipo,
lakini sikumbuki haraka kama unajua tunaendelea kukua katika Kristo. Wakati mwingine zamani hizo mtu umemkosea hata kutafuta kwenda kuomba rehema utaki, unabaki vile vile, aendelee na maisha yake, niendelee na maisha yangu. Kwa hiyo unasema ulishawahi kumkosea mtu alafu ukakataa kwenda kumwomba rehema? Yes, yani hiyo ni wazi kabisa. Kuna wakati unapika yani kwa kutokujua mambo haya, unajua kwa kutokujua mambo haya wakati mwingine ndio unaweka chuki, unaweka visasi ndani. Unajua umemkosea mtu lakini bado kuna kiburi cha kutokutaka kwenda kumwambia kwamba Bwana nisamehe, ni rehemu, kosa ni rehemu, tengeneze, tuwe na amani. Hiyo imetokea kwa sababu ya kutokujua mambo haya. Na hiyo hali ilikuwa inakupa amani zaidi au ilikuwa inakutesa moyoni? Kwa sababu wakati huo bado huyaelewi, sikuwa naelewa mambo haya, nilikuwa naona kawaida tu. Lakini baada ya kumjua Yesu Kristo, nakumbuka mahali ambapo tumekuwa tukiishi, paliwahi kutokea na changamoto za migongano, migogoro baina yetu na watu wengine pale. Kwa hiyo kwa sababu tayari nilikuwa nimeshamjua Yesu Kristo, nimempokea Yesu Kristo, tulienda muda mrefu kwa kweli bila kurehemiana, yani bila kutangaziana msamaha. Lakini tuliendelea kuishi hivyo. Kwa hiyo utakuta mnatoka, hamzungumzi, hamsalimiani, mnarudi, mnaendelea na mambo yenu. Lakini ashukuriwe Mungu, kwa wakati wake huwa analeta matukio ambayo yatawakutanisha tena pamoja. Kwa hiyo namshukuru Mungu, alileta tukio ambalo lilitukutanisha pamoja na yule ambaye tulikosana, na tukaanza kuzungumza vizuri, tukatangaziana msamaha, na maisha yakaanza upya kama ambavyo Mungu alikusudia tangu hapo mwanzo. Benson, katika maisha yako ushawahi kumnyima mtu rehema? Amekukosea, kumbe bwana Beni, bwana nisamehe, mbia hakuna, ushindwe, kaa huko. Imewahi kutokea kwenye kama mwanadamu dhaifu wa kawaida? Ishawahi kutokea, na sio kitu chepesi, kitu kigumu sana. Nini kilikuwa kinakufanya umnyime mtu rehema? Kama mtu amekukosea na unajua na kuomba radhi, alafu nini kilikuwa kinakusukuma kufanya hivyo? Kama ambavyo umesema, sisi ni wanadamu, ni watu ambao yani akija unakumbuka, yani ni kama wewe ukimuona ni kama ile maumivu yale ya kosa yanakuja kwa nguvu kubwa, yanajaa sana ndani. Ndio maana kuna wakati fulani tunaomba Mungu, hebu nipe msaada, nisamehe. Sio tu kusamehe mdomoni, yani kitoke hapa, yani ili mzigo ule wote uweze kuisha. Ilitokea na baada ya kuja mara nyingi tunaendelea kukua katika Kristo Yesu. Baada ya kuacha, nilimwona yule ndugu ana furaha sana, yani kuna kitu nikafahamu. Sasa baada ya jumbe hili kuja, ndo nimeendelea kupanuka zaidi kabisa. Nakumbuka ilikuwa nasema jana nilimtafuta. Kwa hiyo kwa kweli tunamshukuru Mungu, hayo mazingira yametokea. Wakati mwingine jambo linakuwa zito kama ambavyo baba amesema. Petro aliambiwa hata 7 mara 70, lakini inaweza kaa kitu kimoja tu kikawa kizito, ukatwikwa mpaka ukasema sasa kama hivi mara 70 ikifika inakuwa kwaje? Lakini kwa kweli tunamshukuru Mungu, yakawa imepita na maisha yakawa yanaendelea. Rehema ni hitaji la kila mwanadamu, ni sahihi tukisema namna hii? Rehema ni hitaji la kila mwanadamu, kwa sababu wewe leo hii unapomnyima huyu mtu rehema, kumhurumia labda kwa kosa alilofanya au kwa mahali alikopita sio sawa, ukasema mimi hapana, siwezi kumrehemu, siwezi kumhurumia kabisa, kuna kesho na wewe pia utaingia kwenye makosa yale. Kuna kesho na wewe pia utapata shida, na wewe pia utahitaji rehema. Yani kama ingekuwa rehema sio hitaji la kila mwanadamu, sidhani kama tungekuwa tuna maisha yenye maana. Kwa sababu kama ingekuwa tunaweka kwa sababu mimi sitakosea mpaka naondoka duniani, hapo ningekuwa sihitaji kurehemu mtu mwingine. Lakini kwa sababu najua ni hitaji la kila mwanadamu, ni kwa sababu wanadamu hatujafikia kwenye ule ukamilifu. Tunakosea, tunajikuta tumeingia kwenye makosa na dhambi ambazo kimsingi tunahitaji rehemu.
tunahitaji kurehemiana sana. Kwa hiyo unakuta leo hii mtu ambaye unaweza kumuona kafanya vizuri sana, leo kafanya vizuri sana, lakini kesho unasema hivi ndio huyu tena. Kwa hiyo yule mtu ambaye hawezi kumrehemu mwingine, maana yake kwamba ni kwamba anajisahaulisha kwamba na yeye kesho anaweza akamkosea yule tu ambaye amemkosea. Niseme tu ni kiburi kibaya sana. Hicho ni kiburi kibaya sana. Yaani unajiweka wewe nafasi sawa na Mungu. Kwamba mimi siwezi kukosea. Unajiweka sawa na Yesu. Ndio ile ambao unakuwa unakosa rehema. Unajiona wewe sawa, umeshafika, umemaliza kabisa. Kwa hiyo hii ni nafasi ambayo nafasi mbaya. Ndio maana Yusufu ndugu zake walivyokuja wakawa wanaogopa. Yusufu akawaambia msiogope, kwani mimi ni badala ya Mungu, kwamba niwalipize, kwamba nisiwasamee, mimi nimekuwa Mungu kabisa. Hiyo kauli nadhani ni kauli ya unyenyekevu sana. Tena sana. Na mimi nadhani kama tungejifunza haya mambo, nimshukuru tu Mungu, Wakristo wa hapa wanapata faida kubwa, kwa sababu haya mambo yanafundishwa wazi. Biblia kabisa, na inasababisha watu tunakuwa tuna maisha ambayo ni mazuri. Hii ni kauli ya unyenyekevu sana. Mimi ni badala ya Mungu. Yani amejitoa, na ukimwangalia, najua mmenikosea, najua mmeniumiza sana kabisa, lakini mimi sio badala ya Mungu, sio badala ya Mungu kwa hukumu. Akawacha. Kwa unaona kuna aina fulani ya maisha inawezekana kwa ndugu pia nao aisee walijifunza kwa sehemu kubwa sana. Kwa hii ambayo tunakuwa tunazungumza ya kwamba tujifunze kwa Yusufu, alijitoa kwa sababu kuna kesho, kuna nini, maisha yanaendelea. Bosi leo umemnyima rehema wafanyakazi wako, kumbuka kuna kesho wewe unashuka chini, yeye anapanda na kuwa bosi wako. Hapo sasa ndio utaona kote. Una cha kuongeza hapo? Unamuona Yusufu ameumizwa na ndugu zake sana tu, mpaka amekoswa kifo, lakini anaongea maneno yenye ukomavu, maneno yenye kumshiba Mungu, kuwaondoa hofu wale waliomkosea. Anaambia kwamba msiogope, mlinifanyia mabaya, lakini mimi kwani ni badala ya Mungu? Hii ni namna gani? Ni Yusufu alitambua kwamba rehema ni hitaji la kila mwanadamu. Imekakaje kabisa, yani kama tunavyohitaji chakula na vitu vingine vya msingi ili tuweze kuishi, ndivyo ambavyo mwanadamu anahitaji rehema ili tu aweze kuishi kwa maisha ambayo yatakuwa yamejengwa ndani yake furaha, yamejengwa upendo, yamejengwa amani. Ndio maana Yusufu anazungumza maneno haya mazito. Ni ndugu zake wa karibu wamemfanyia mambo ambayo yanaumiza. Kwa mizani ya kibinadamu si rahisi kumsamehe mtu aliyetaka kukuua. Kwa mizani ya kibinadamu si rahisi kumsamehe mtu aliyokufanya uwe mtumwa, yani anakuuza, ndugu yako kabisa anakuuza. Si rahisi sana. Alafu anakuja ana uhitaji kutoka kwako. Maana yake hapo utasema kama ulitaka kuniua na wewe nenda kafe, tuna hilo hitaji lako lazima. Yani kwa mizani ya kibinadamu utahitaji kulipiza kile ambacho amefanyaje, amekufanyia. Lakini sivyo ambavyo Yusufu anaonesha. Anasema mimi siwezi kusimama kwenye kiti cha kukaa kwenye kiti cha hukumu, kwa hukumu ninyi kwa makosa yenu ambao mlimfanyia ninyi. Mungu ndiye anastahili kwa hukumu. Akiona mlifanya isivyo sawa, mimi siwezi kuwa mbadala wa Mungu, isipokuwa ninatangaza msamaha kwenu, msiogope. Ndicho ambacho Yusufu anakifanya, kwa sababu anajua wakati mwingine, wakati ujao, kama ndugu zake waliweza kumkosea, kuna wakati mwingine labda na yeye anaweza akahitaji rehema kutoka kwa ndugu zake. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua, yani kama ambavyo leo mmoja amepata chakula, mwingine amekosa, kuna wakati mwingine yule alokosa atapata chakula, mwingine usifikiri kwamba wewe utakuwa na chakula siku zote tu na kumbagaza yule ambaye hana chakula. Ndio yani kila maisha ni mpishano, tunapishana. Wakati unahitaji umepata, mwingine hajapata, wewe unapata, wewe unakosa, mwingine anapata. Kwa hiyo ni muhimu sana kuelewa kwamba rehema ni hitaji la msingi la mwanadamu. Yes. Yesu anaposema heri wenye rehema kwa maana watapata rehema, ni kama vile anajaribu kuonyesha thamani ya mwanadamu kuliko kosa, kwamba mwanadamu ana thamani kubwa, ndio maana unatakiwa kumrehemu kuliko lile kosa lililokufanyia. Unaliona hii kwa Yusufu kwamba anathaminisha ndugu zake zaidi kuliko kosa lililomfanyia?
kabisa. Yusufu kitu ambacho anakithaminisha ndicho ambacho sisi pia tunakosea. Watu wengi huwa wanakosea. Unajua kwa nini tunakosa kurehemu, tunakosa kuwahurumia wengine au kuwasaidia wengine? Ni kwa sababu wakati mwingine tunathaminisha ukubwa wa makosa yao. Ndio maana nikasema si rahisi, tunaona makosa yao ni makubwa kuliko thamani ya maisha ya mtu. Yaani tunaona yale makosa yao hayasahameki kabisa, kwa sababu ya maumivu ambayo tumeyapata. Sasa Yusufu anaonesha na ndivyo ambavyo Yesu pia anasema pale msalabani, wasamee kwa sababu hawajui walitendalo. Yusufu anaonesha ukubwa wa makosa mlionifanyia haulingani na thamani ya utu wenu au maisha yenu. Kwa hiyo mimi nathamini utu wenu, nathamini maisha yenu. Yale makosa ambayo mlinifanyia yanaweza kusahameka, yanaweza kuchukuliwa, yanaweza kuvumilika, lakini si kuutweza utu wenu. Ndicho ambacho Yusufu anakionyesha kwamba thamani ya mtu ni kubwa kuliko kosa ambalo amelifanya. Na ndio maana nimekuwa nikitoa mfano mzuri ambao ninaupenda siku zote, wa mwanamke yule mzinzi ambaye alipelekwa mbele ya Mafarisayo, mbele ya Yesu Kristo, kwenye kitabu kile cha Injili ya Yohana sura ya 8. Unaona kwa tamaduni na taratibu za Wayahudi, anapokosea mtu na hasa kama ni katika eneo la uzunifu, maana yake watampiga mawe mpaka anakufa. Lakini walipompeleka kwa Yesu, wanamwambia tumemkuta huyu mwanamke amezini, na tumemleta kwako. Sheria ya Musa ilikuwa inatutaka huyu tumpige mpaka afe. Wewe unasemaje? Biblia inasema Yesu akainama chini akaandika kwa kidole chake. Wakawa wanasubiri Bwana jibu la Yesu pale, lakini walipomsubiri sana Yesu akainuka, akawaambia kama kuna miongoni mwenu hana dhambi, basi awe wa kwanza kumtupia huyu mtu jiwe. Biblia inasema dhamiri zao zikachomwa, zikawashtaki. Kila mmoja akaanza kurudi nyuma, kwa sababu anajua kabisa mimi ni mwenye dhambi. Kumbe na sisi tuna mambo makando kando yetu, japokuwa hayaonekani. Tumevaa mavazi meupe huko nje, lakini ndani yetu tuna mambo mengi sana ya giza. Sasa ndicho ambacho unaweza ukaona hawa walitaka kumuua yule mwanamke, kwa maana kwamba kwa sababu ya kosa waliona kosa ni kubwa kuliko thamani ya maisha yake, ya uhai wake. Ndio maana walitaka kumuua. Lakini Yesu anachokisema sasa, anamsamehe yule mwanamke dhambi zake, anamwambia usitende dhambi tena. Kwa nini? Ameona uthamani wa mwanamke yule ni mkubwa kuliko kosa alilolifanya. Anatangaza rehema, anatangaza msamaha, lakini rehema yenye maonyo ndani yake, yenye maelekezo ya kumtaka yule mwanamke kubadilika. Ndicho ambacho tunapaswa kuona watu wa Mungu kwenye makosa ya watu wengine. Tusione ukubwa wa makosa yao, lakini tuone thamani ya maisha yao mbele za Mungu, kwa sababu kuua ni kama unamgusa Mungu mwenyewe. Biblia inasema vizuri kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 9, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Sasa unapoenda kugusa uhai wa mwanadamu, maana yake moja kwa moja umegusa kazi ya Mungu. Na ndio maana Mungu mwenyewe ameweka rehema, kwa sababu ya kuthamini uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo tusithaminishe makosa na uhai wa mtu au maisha ya mtu, tuone uthamani wa mtu kuliko makosa yake. Unadhani Yusufu angeona thamani ya kosa kuliko thamani ya ndugu zake, nini kingetokea? Alikuwa na nafasi kubwa, ndo historia ya ndugu zake ndo ingeisha pale. Ingeisha hapa. Manake angewafyeka, angewaua. Tungekuwa tuna makabila 12. Kwa hiyo unadhani mauaji tunayoyasikia, ndugu wameuana, sijui nani wamefanyiana nini, ni kwa sababu watu wamethaminisha zaidi makosa kuliko utu wa watu? Yes. Kwa sababu mtu anakaa chini anatafakari zaidi kosa. Kwa nini kafanya? Hata huyu kanikosea, kafanya makusudi. Kweli angeweza kufanya hili, na mwangalie ndugu yake, ila amejikita zaidi kwenye nini? Kwenye makosa kuliko kuangalia thamani ya ndugu yake. Kuona kutoka wakati mwingine kulitazama zaidi kosa. Yani tulitazame kwa sura nyingine. Mungu alipotazama yale makosa
ndio ile ambayo tunazungumzia kuhusu rehema, si tu rehema, lakini inaenda mbele kidogo. Alitazama alafu akalitengenezea suluhisho, mkakati wa kutengeneza. Yusufu, hii sentensi aliyoizungumza ni kama ilienda kuponya vitu vikubwa sana kwake na kwa ndugu zake, kwamba siwezi kuchukua hii kwa sababu mimi si badala. Ile neno badala ya Mungu, yani ni kuna kitu ambacho kinaonekana huku ndani. Kuna namna ambavyo kuna vitu alizungumza, ninyi mlikusudia mabaya, lakini unaona kuna namna ambavyo alikuwa anawapa elimu wale ndugu kwamba jamani, yale nyinyi kweli mlikusudia mabaya kwa sababu ya ubinadamu wenu, dhambi zenu, ndio hayo yote mkakusudia. Kwa hiyo mtu ni chombo cha udongo, ni dhaifu. Kwa hiyo na bado ni ndugu. Msomi mmoja alisema futa kosa, undugu uendelee. Futa kosa, undugu uendelee. Usipofuta kosa, undugu unafanya undugu unakufa. Kwa hiyo ni kuchagua, hiyo ni kazi yako, ni kuchagua. Na ili ufute kosa unahitaji rehema. Rehema zikishakuwa ndani yako, unasema Bwana, kama ambavyo tumetoka huko nyuma ya kwamba ulishasema tu kwamba Bwana, huyu ni ndugu yangu. Kwa hiyo unaona hata kuharibika kwa makanisa ni kwa sababu watu wanatazama makosa zaidi kuliko thamani ya kanisa la Mungu. Wanayanyanyua, wanayaongelea sana, wanafanyaje? Yuko tayari kanisa livunjike, liharibike, lisambaratike, kanisa la Mungu aliye hai, kwa sababu tu yeye ameipa kosa nguvu kubwa kuliko thamani ya kanisa. Tukirudi hata kwa Mungu, kwa nini Mungu, unajua Mungu ameweka mambo haya kwa makusudi. Kwa nini Mungu hakumbuki? Hataki kulipa nguvu ile kosa, hataki hata kuliongelea. Umeona? Yaani kwa mfano kuna kitu kishakuja, fikiri labda kwa mfano labda kwenye ndoa. Unajua ni kitu kinauma, lakini umemsamehe labda mke kwenye eneo fulani au mume kwenye eneo fulani. Na amejisikia amani kabisa. Tena mmekaa tu mnazungumza kwa jinsi ya kawaida, mume unamkumbusha tena mke ile kosa. Yaani ndani kuna kitu kinashuka. Ni kwamba labda inaonekana hajasamehe, au labda kuna namna ambavyo anafikia. Yaani mke wake ataanza kujisikia unyonge, ataanza kujisikia udhaifu kwa namna ataanza. Lakini kama hakitaongelewa, hakitapewa nguvu kabisa. Ninakwambia Yesu amesema, huoni kama hiyo ni mbinu ya shetani ya kumnyong'onyesha mtu, kwamba unakaa na mtu alikukosea. Kwa hiyo akifanya tu kidogo anambia jana ulifanya hivi. Kwa hiyo yule mtu anakosa nguvu, anarudi tena namna hiyo. Kabisa. Hiyo ni Mungu, ni shetani? Huyo ni shetani. Mungu kwa nini amejipambanua, yeye anasahau. Mungu anasahau. Shetani ndio anakumbusha. Kuna somo lilipita hapa, kuna mambo kuna mambo ya kukumbuka. Unajua mawazo ni mlango. Yaani kuna vitu ambavyo Mungu hatataka ukumbuke, hasa dhambi. Lakini shetani vile vitu, kwa nini Israeli, kwa nini walianza kukumbuka kule? Wakajikuta tena wanafanya vitu, wanataka kurudi huko kurudi kule. Kwa hiyo huyo ndo kazi ya shetani. Yaani mwenzako anakaa wakati mwingine anaanza kuyaleta, analeta, mwisho wa siku kitakachofuata hapo, yaani ni kitu kibaya. Kwa hiyo Mungu wetu wa mbingu na nchi si Mungu wa kukumbuka kabisa. Ndio maana ukisamehe, yaani anakuona mtu mpya. Sasa hivi umempa Yesu Kristo maisha. Unapomkosea mtu unapata mahangaiko yoyote moyoni? Isi tena makubwa sana. Yaani kimkosea mtu unapata mahangaiko makubwa sana. Kwa hiyo unatamani kama huyo mtu aje akutangazie rehema tu. Maana akichelewa unasema atakuja saa ngapi ili anitangazie rehema. Kwa sababu unajua kama nilikuwa na 100% za kwenda mbinguni, hapo zinashuka sana. Ni kwamba kama nikifa katika hali hii inakuwa kwaje? Nitaendaje kule? Kwa hiyo tusiwaone wale wanaotukosea wakati mwingine kwamba wana raha sana, kumbe wametukosea, wanakuwa na wao wana mahangaiko rohoni. Unajua kama ambavyo tumezungumza, yule mtu anayerehemiwa, yani heri, afu kuna anayerehemiwa. Usifikiri yule anayekosea ana raha. Anayekosea anakuwa na mahangaiko makubwa. Kaua mtu alafu anajigamba nimeua, nimemkomesha, lakini usije ukafikiri kule ndani ana amani na kitendo chake cha kuua. Mimi waga nasema kwamba yani ukiigiza kuna gharama sirini. Waga nasema ni ukiigiza furaha kama umeua, alafu kwa nje unaigiza haya maisha, waga yana gharama hapa. Yaani huyo mtu sirini usifikiri ni mtu ana raha. Anapata shida huku moyoni. Yaani ni kama anatamani yule mtu labda sijui angefufuka. Yaani kama anatamani yule mtu kama angetokea tena. Hawa watu nje tu wanaonekana, yaani wanaonekana kama ni watu ambao wanajificha tu na namna hiyo, lakini huku ndani yaani
huwezi yani huku ndani watu wana shida. Ndio maana Yesu, unajua Yesu Bwana, Yesu hakuja kushughulikia nje. Yesu alikuja kushughulikia ndani. Ndio maana mtu aliye na Yesu, mtu mwenye anayeachilia rehema, anayetangaza rehema, ana ile furaha ya kweli. Yani umemkosea hapo mwenzako anakwambia nimekurehemu ndugu yangu, ana furaha ya kweli. Ndio maana Yusufu unaona akaandaa meza pale na ndugu zake. Inawezekana wewe ndugu zako akatasamea kweli na nini, hiyo sasa ilibaki kwao. Yeye ajui, yeye huko anachojua keshaandaa hapo na nini anakula. Vipi yani vinaanza kuwasiliana pale, safi. Sasa wewe nini itaendelea kichwani kwako huko sijui. Kwa hiyo kinachofuata hapo ni kwa ndugu yake tu, hapo vinaendelea na maisha yanaenda vizuri kama kawaida. Heri wenye rehema, kwa maana watapata rehema. Nani mnufaika, anayerehemu au anayerehemiwa, kwa mujibu wa kauli ya Yesu Kristo? Mahesabu ya Yesu Kristo yanawezekana yakawa kwa tofauti sana na wengine wanavyofikiri. Biblia inasema heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Kwa mahesabu haya maana yake anayenufaika ama mwenye faida, anayetengeneza faida ni yule mwenye kutoa rehema, mwenye kuachilia rehema, ni yule mwenye kusamehe, mwenye kuhurumia, ni yule mwenye kumsaidia, mwenye huo moyo, ndiyo mwenye faida, ndiye anayetengeneza faida katika ufalme wa Mungu, kwa mahesabu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa mahesabu ya Yesu Kristo. Sio kwamba yule anayerehemiwa ni yule ambaye anatoa rehema, ndiyo mwenye faida, ndiyo mwenye kutengeneza faida kwake binafsi, yeye na ndugu yake yule, yeye na Mungu. Kwa hiyo kinyume chake, ukikataa kurehemu mumeo, mkeo, Mkristo mwenzako kanisani, maanake unatengeneza hasara kubwa sana. Unatengeneza hasara kubwa. Unajua kwa mfano kama ni hasira, hasira ni neno dogo sana. Ukitoa herufi moja kule hasira pale, ukiweka herufi moja pale inakuwa hasara. Yani kuna namna fulani hasira na hasara havitofautiani sana. Maana yake wewe kwa sababu ya hasira na ghadhabu na ukali ulionao mwingi ndani yako, kwa sababu ya makosa ambayo mtu amekufanyia, ukashindwa kumrehemu mtu, maana yake ni hasara unatengeneza, sio faida. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kuelewa, anayefaidika ni yule mwenye kuachilia rehema kwa wengine, unatangaza msamaha kwa wengine. Aliyefaidika pakubwa sana, pamoja na kwamba sisi tumepata hiyo neema, Mungu ametengeneza mahusiano tena na mwanadamu ambaye kwanza mwanadamu aliyapoteza. Anasema alitupatanisha sisi kwa nafsi yake mwenyewe kupitia nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo kati ya watu ambao hawajui kufanya biashara na Mungu, tunaweza tukawa sisi wa Kristo kwa sababu biashara siku zote inataka utengeneze faida. Na Mungu anatufundisha ili tupate faida, kwamba anakuambia samee, lakini watu kwenye ndani ya kanisa ni wagumu wa kusamee. Maana yake Mungu anataka mtengeneze faida, nyinyi mnafeli kwenye biashara na mnatengeneza hasara kubwa sana. Ni kwa sababu hatujaelewa mahesabu ya Mungu. Ndio maana visasi, chuki, vitu kama hivyo vinainuka pia ndani ya kanisa. Kwa sababu gani? Hatujaelewa mahesabu ya Mungu. Mahesabu ya Mungu anayotaka na biashara yake ni kwamba wewe mtu akikosea, rehemu, samee. Hapo ndipo unatengeneza faida kwenye ufalme wake. Kwako binafsi ndio unavyotengeneza faida kwenye kanisa, unatengeneza faida kwenye ndoa yako. Kwa sababu tumesema wazi, ni kichaka ambacho kutokurehemu ni kichaka ambacho adui anakitumia sana kupitisha ajenda zake. Utaona mtu kwa sababu husamei, ndoa inavunjika. Hiyo ni faida au ni hasara? Maana yake hiyo ni hasara. Lakini kama ungekuwa ni mtu wa kurehemu, umemrehemu mwenzako alipokosea, maana yake tayari umempata mke wako, umempata mume wako, mnaendeleza familia kwa ajili ya makusudi makubwa ambayo Mungu amewaita kwa mke na mume. Kwa hiyo unaona, hiyo umetengeneza faida. Ni kwenye kanisa, Mkristo mwenzako amekukosea, umemuomba radhi, umemuomba rehema, amekuomba radhi, na wewe umeachilia msamaha, umeachilia rehema kwake. Unaona umempata ndugu yako na maisha yanaendelea. Kwa maana yake umetengeneza faida kwenye ufalme wa Mungu na kwa ajili yako. Benson, mtu mwenye rehema ni mtu mwenye kusamehe. Unadhani ni rahisi kusamehe? Kusamehe sio kazi rahisi. Kwa nini sio kazi rahisi? Kusamehe ni kazi ngumu. Ndio maana wakina Petro walisema, Bwana, kwa staili hii hebu tuongezee imani. Tunahitaji neema ya Mungu
tunahitaji msaada wa Mungu kwa sababu kama ambavyo tumezungumza ya kwamba Petro alisema mara 70 kwa siku. Kuna makosa yanakuja mazito. Kabla hujafika kwa Petro na kurudia, yani kusamehe ni kazi ngumu. Kwani watu hawafahamu kwamba sisi wanadamu ni wadhaifu, kwa sababu hata wewe ambaye unashindwa kusamehe ni ngumu. Tumezungumza hapa kwamba kesho unamkosea mwingine, lakini ugumu unatoka wapi? Kwani hatufahamu kwamba sisi ni watu dhaifu? Unajua, kama tungekuwa kwa sehemu kama tunafahamu, basi tunapuuzia kwamba huyu mtu ni chombo dhaifu, lakini kuna wakati hiyo fahamu zinatoka. Yaani unatakaje mtu awe mkamilifu wakati unajua kabisa wewe hujakamilika, na huenda jana tujuzi labda ulikosea mahali. Unaona, sasa katika kipindi kama hicho mimi nasema kama tungekuwa tuna huu fahamu ya kwamba kama mimi jana nilivyokosea nikarehemiwa, basi inabidi na mimi nikasamehewa, basi na mimi inabidi nisamea. Sasa ile saa ile waka kuna kitu ambacho kinakuja juu sana. Saa gani? Ile saa ambayo sasa umeshatendwa. Kuna kitu kinakuja juu sana. Kuna kitu kinaamka. Kitu gani kwa Benson? Kinakuonyesha wewe ni kama mkamilifu fulani, na wengine wote wana makosa. Wengine wote wana makosa kwamba huyu hakustahili kufanya hiki, huyu hakustahili kutenda na kitu kama hiki. Basi katika mazingira kama hayo, kwa hiyo unakuta huyu amefanya makusudi, kafanya makusudi na vitu kama hivyo. Ndio maana anasema ya kwamba yani sio kazi rahisi katika kipindi, kwa sababu jambo linalokuwa linatendeka linakuja kugusa mtu. Sasa ile hali ikishaamka, unajua kuna wakati wake anasema kuna ile hali ikishaamka ni kama unakuwa na wazimu fulani hivi, yani mambo ya msingi yote au yafikiri. Ndio maana kila kitu kikipa muda utashangaa rehema inakuja. Huyu ni mtu, lakini na mimi nishakukosea. Wewe ukishapata ile tafakari, basi nilimpenda sana. Kuna mama fulani walikuwa wamekosana na mume wake, na yule mama akawa anasema mimi ndoa imekufa, mimi sitaki tena na nini na nini. Mimi nikamwambia mimi siwezi kukuruhusu hicho unachotaka kufanya, kwa sababu Biblia hainipi hiyo ruhusa. Kwa hiyo wewe ukifanya utafanya kwa utashi wako mwenyewe, umeona. Lakini nachotaka kukwambia mimi ni 1, 2, 3 kuhusu mahusiano kwenye ndoa yako. Tukaachana, tukaomba, tukaachana. Akaenda akatafakari, akarudi akaniambia, mtumishi wa Mungu, sijui utanionaje. Nikaambia mimi nitakuona hivyo hivyo tu ninavyokuona siku zote. Akasema nimetafakari, nimeona kwa kweli kuna makosa mimi pia nimemfanyia mume wangu, japo yeye hajui, umeona. Lakini nilivyotafakari nikaona hapana, kama mimi nilimfanyia haya na yeye pia hajui, na yeye kwa nini nisisamee? Kwa hiyo najikuta akafanya nini, alivyojitafakari akasema mimi hii ndoa narudi kwenye ndoa yangu. Nikamwambia umefanya vizuri. Unaona sasa muda wa kutafakari, unapata muda tafakari, unakuta unaona sasa hizi rehema zitakuja tu, kwa sababu kwanza wewe mwenyewe utaanza kujiona ndo sasa kama huyu mwanamke yani akaanza kujiona kuna mengine hata yeye hajui, mume wake hajui, lakini anajua ameyafanya, lakini unakuta mwisho wa siku yeye katika hicho anaanza kukipa nguvu kubwa. Na watu wenye hasira bwana, watu wenye hasira, kuna mambo wanakuwa wameyaficha mengi tu huko, lakini wanajifanya wana hasira kwenye makosa ya watu wengine. Hiyo na ndo kwa kweli Mungu atusaidie sana katika hiki kipengele, na tukifanya masiala tutapunguzia asilimia zetu za kuiona mbingu kabisa. Yani ile saa inafika ndio unaanza kuona sasa hapa ndo hapa, kumbe inakuwa sivyo. Kwa hiyo tuombe Mungu atusaidie yani inapofika kwenye huu muda na ndio maana Mungu fundi sana. Kazi hii ya uchungaji hakumpa malaika alitupa watu wadhaifu kama sisi, kwamba hata ukitaka kunyanyua shingo namna gani unaambiwa wewe umesamehewa tu, mlee mwenzako na yeye azifurahie rehema za Mungu aliye hai. Unarudi unakuwa mpole namna hii kabisa, unamuita ndugu yako unamtengeneza kwa upole, mnakwenda namna hii. Mungu atusaidie sana. Ulikuwa unazungumza habari za Petro. Nini kilimsibu Petro mpaka anakwenda kwa Yesu? Ile Mathayo 18 anasema kwamba ndugu yangu anikose mara ngapi?
Ni kitu ambacho nimsamehe. Ni kitu ambacho kwa kinasumbua. Na nilipenda sana mhubiri akisema yani hili swali hata kama Yesu angekuwepo leo uwe na hakika wengi tungeuliza kabisa, yani wengi tungeuliza. Mke wangu anikose mara ngapi nimsamehe? Marafiki, mume wangu, mchungaji wangu anikose mara ngapi nimsamehe? Jibu la Yesu lilikuwa la kustaajabisha mpaka wanafunzi wakaja wakasema staili hii tunahitaji msaada. Yesu alimwambia nini? Petro alimwambia nimsamehe hata mara 7. Yesu akamwambia sikwambii mara 7, bali 7 mara 70. Na anasema kwa siku. Kwa siku. 400 hizo 7 mara 70 maana yake ni 490. Karibu 490 kwa siku. Sasa hicho ni kipimo kizuri cha kujiona kwamba tunasamehe au yani kama ni sekunde tu au ni dakika kama kuni siku tunasema ni dakika ngapi? Nyingi sana. Yani maana kama amekosea dakika 1, dakika 2. Na Petro hazungumzii uzito, anazungumzia mara, kwamba yani mara hii, lakini unaweza ukapigwa na kitu kizito mara moja tu na kikakutoa kwenye reli. Japo wahenga wanasema kosa moja alifanya nini? Aliachi mke. Kwani makosa mawili yanaacha mke? Hapana. Yani makosa matatu yanaacha mke? Hapana. Kwa hiyo tunarudi pale kwa Yesu kwamba 7 mara 70 maana yake ni yani unamsamehe ndugu yako bila nini? Bila kupima. Wow. Yani hii ndio tunarudi pale kwamba ndugu ni wa thamani kuliko kosa. Naipenda hiyo. Kuliko kosa. Ndio maana Yesu akasema, yani aliweka kipimo kizito kwa sababu alijua kama kwa siku hakuna mtu atafika kwa maisha yake yote. Maana yake alirudi pale kwamba thamani ya mtu ni kubwa kuliko kosa analokutendea. Hata angekukosea mara 20 kwa uzito wowote, bado thamani ya mtu ni kubwa kuliko kosa. Kabisa. Tunahitaji rehema za Mungu. Lakini Yesu ni kama vile aliona Petro ni kama vile bado hajaelewa mambo haya. Kule chini mstari wa sura ya 18 Mathayo mstari wa 23 kuendelea, akamtolea mfano. Akamwambia ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme aliyekuwa anataka kufanya mahesabu na watumishi wake. Alipowaita akagundua kwamba mmoja kati ya watumishi wake anamdai sana. Akamwambia bwana, lipa hizi. Yule mtumwa akalia sana, bosi, nisamehe, nihurumie, hata nikiuza watoto wangu hii kitu siwezi kulipa, nisamehe. Bosi akashikwa na rehema, akamwambia mimi nimekusamehe. Lakini yule bwana akatoka pale hatua chache tu, akamkuta mtumwa wake na yeye aliyekuwa anamdai pesa kidogo kuliko ile aliyosamehewa yeye. Akamwambia, hebu nilipe deni langu, mimi nimetoka kudaiwa huko, sasa hivi nilipe deni langu. Akamwambia, bwana, mimi siwezi, naomba unisamehe. Akamwambia, mimi nakutia jela wewe na watoto wako, na kufunga mpaka utakapolipa. Kumbe pembeni yake kulikuwa na watumwa fulani walioona kesi ya kwanza na wanaona ili tukio la pili linavyoendelea. Wakaona yule jamaa anavyomtreat mwenzake, wakarudi kwa bosi wao, akamwambia, bosi, kwani yule jamaa hukumsamehe lile deni? Akamwambia, mimi nimemwachilia siku nyingi, ndio maana ameondoka ana furaha hapa. Wasema, mbona yeye kamkuta mwenzake anayemdai na kenda kamsweka gerezani? Anasema kweli? Anasema kweli. Akamwambia, hebu mleteni. Yule bosi aligadhibika, akamchukua akasema, nini, nitakusweka ndani mpaka utakapolipa senti ya mwisho, na kutakuwa kilio na kusaga meno. Hii Yesu alikuwa anataka Petro aelewe nini, na kwa maana hiyo sisi tuelewe nini? Nafikiri ambacho Yesu alitaka Petro aelewe na sisi tunachopaswa kukielewa ni kwamba tunapotangaziwa rehema ni muhimu na sisi kutangaza rehema kwa wengine. Tunapotangaziwa rehema ni muhimu na sisi kutangaza rehema. Ni muhimu na sisi kuwarehemu wengine. Ndio unaona huyu mtu anadaiwa pesa kubwa sana ambayo hawezi kulipa. Lakini anasemehewa deni lote. Maanake amerehemiwa. Amewekwa huru sasa kuendelea na maisha yake. Lakini anakutana na mtu anayemuia au anemdai
pesa kidogo kuliko ile ambayo alikuwa anadaiwa, lakini yeye ameshindwa kumrehemu, ameshindwa kumsamehe kama yeye alivyofanyaje, alivyosamehewa. Na kwa maana hiyo utaona sasa ghadhabu inageuka kuwa kali juu yake. Kwa sababu gani? Ameshindwa kumrehemu mwenzake kwa sababu na yeye alirehemiwa. Sasa ndicho ambacho tunapaswa watu wa Mungu kuelewa. Tumetoka kusema huko, mwenye kurehemu ndio mtu mwenye faida kuliko yule anayerehemiwa. Kwa hiyo unaporehemiwa ni muhimu wewe ambao umepewa rehema na wewe toa rehema. Yaani iwe ni kama ni mzunguko fulani. Umepewa rehema, toa rehema kwa huyu, na yule ajifunze pia kutoa rehema kwa wengine kama akikosewa. Sasa kukosekana kwa hiko ndio unaona hasira, ghadhabu inakuwa kali juu ya wale ambao wanaorehemiwa na hawataki kutoa rehema kwa wengine. Kwa hiyo maana yake Yesu anatuambia kwamba sisi tusipowarehemu wengine na Baba yetu wa mbinguni hata tusamehe sisi makosa yetu. Anasema vizuri kwenye Injili ya Mathayo sura ya 6 mstari wa 14, anasema kama msipowasamehe ninyi watu wengine makosa yenu, na Baba yenu wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Unadhani watu wa Kristo tunaichukulia hiyo statement ya Yesu kwa uzito unaostahili? Sina hakika kama tunachukulia kwa uzito, kwa sababu ya visasi ambavyo ninaviona tuko navyo ndani ya kanisa, kwa sababu ya chuki ambazo tunaziona bado ziko ndani ya kanisa, na miongoni mwetu wote tunaamini, lakini mtu azungumzi na mwingine, mtu asemi na mwingine, mtu hasalimiani na mwingine, mtu anafurahia kuanguka kwa mwingine, anafurahia kuanguka kwa mwingine. Yani inakuwaje ndani ya kanisa? Inakuwaje ndani ya familia? Tunafurahi vitu kama hivyo. Sasa unaona kuna kiwango cha kukosekana. Kwa hiyo ndio maana tunapaswa kujifunza sana kurehemu watu wengine, kwa sababu ni muhimu sana kuelewa. Nilikuwa nakisoma kitabu cha mtu mmoja, akawa anatoa ushuhuda wa namna ambavyo alimsaidia mama mmoja kwa kumponya tu kuhusiana na masuala mengi ya ndoa yake. Mama ambaye aliweka resentment, uchungu ndani kwa muda mrefu kwa sababu ya kosa ambalo mume wake alimtendea huko mwanzo, na kwa maana hiyo akakaa nalo miaka, akashindwa kumsamehe mume wake. Kule kushindwa kumsamehe, wakajikuta wanaishi pamoja ndio, lakini hakutangaza msamaha kutoka ndani, na mwisho wa siku familia ile ikawa hawajapata mtoto. Lakini yule mtumishi alipofika na kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, alipojua tatizo la huyu mwanamke ni jambo fulani, akamweleza. Na nataka nikushuhudie, na mimi nafikiri niwashuhudie na watumishi wa Mungu na wanaotazama, baada tu ya kumweleza yule mama na kujua kosa lake kweli, pamoja na kwamba alikosewa, lakini kwa sababu hakurehemu, kuna milango mingi ilifungwa kwenye maisha yake, akakosa zile heri ambazo Yesu anazisema. Lakini baada ya kuachilia na kusema sasa nimeachilia kabisa kutoka kwenye moyo wangu, nitaishi kwa amani na mume wangu, baada ya muda mchache ushuhuda unakuja, wale wakapata watoto. Unaona kwa sababu gani? Heri zikaja sasa kwenye familia. Kwa hiyo unaweza kukuta tunaweza kukosa heri kwenye familia, kwenye ndoa, kwenye maisha yetu binafsi, ni kwa sababu tu tumeshikilia hivyo vitu. Msamaha hatuna rehema, kusamehe kumefunga zile heri, kumefunga baraka. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapotangaziwa sisi tukumbuke msingi wa rehema sisi tunaotoa kwa wengine ni kwamba na sisi tumerehemiwa kwanza. Tukumbuke sisi kwanza na sisi tuko wenye dhambi, tulikuwa tunawiwa deni kubwa zaidi, tukaachiliwa hilo deni, tukasamehewa. Kwa hiyo tukumbuke pia kuwasamehe. Kwa hiyo Yesu anapomwambia Petro sikwambii tu mara 7 bali 7 mara 70, maanake ni kama anamwambia mimi sikwambii umwangalie huyo unayemrehemu, mimi jiangalie wewe, kwa sababu wewe ndio mnufaika. Unayerehemu wewe ndio mnufaika. Usiangalie mara ngapi za huyo na ukubwa wa tatizo, wewe, kwa sababu utafunga heri zako, utafunga baraka zako. Kwa sababu watu wa Mungu wasifunge baraka zao kwa kukosa kuachilia rehema au kuwasamehe watu wengine. Benson Samuel, rehema ni tabia ya Mungu kabisa, hakuna ubishi. Kwa nini sasa tunatafuta kwa tochi tabia ya Mungu ndani ya kanisa kama rehema haionekani? Kwa nini? Unamulika na tochi namna hii, huoni rehema. Kwa mchungaji huoni, ni visasi, chuki, huoni. Why? I say, unajua tunazungumza ya mambo, lakini ni mambo yanayosikitisha sana.
kama kanisa linasema mtakuwa watakatifu kama Baba yenu ndivyo mtakatifu. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo. Nyinyi Baba yenu ni nani? Mbona hamna huruma? Mbona hamna rehema? Nyinyi Baba yenu ni nani? Hapo ndo kushikilia. Alafu unasema tumetangaza mfungo siku 40, mnafunga siku 40, hamna rehema. Baba yenu nani? Baba yenu nani? Kwa sababu unajua Yesu alisema Mungu ni baba yangu. Ni kweli tuliona tabia za Mungu zikawa zipo kwa nani? Zikawa zipo kwa Yesu na watu wakaona. Sasa sisi leo ndani ya kanisa kama hizi tabia tunazitafuta kwa tochi. Yaani hapo si nitafuta sentensi gani nzuri ili ujumbe ufike sawa sawa. Lakini yani unajua najitahidi sana kupata shida kwamba kama tabia ya Mungu ni ya rehema, alafu ndani ya kanisa unakuta kabisa na ni watumishi tunasema kwenye majukwaa tunahubiri, halafu saa hiyo yani kuna visasi ambavyo viko tumewekeana, kuna vitu ambavyo viko kabisa yani huku ndani kuachilia ile yani kuhurumia wengine yani hiyo hatutaki. Kwani nani tunayetakiwa kumrehemu? Ni nani hasa tunatakiwa tumrehemu? Ala Yesu anaposema heri wenye rehema, tumrehemu nani? Nani anapaswa kurehemiwa? Anayepaswa kurehemia tunarehemiana. Sote tuna makosa. Bila mkosa anahitaji, kila anayekosa anahitaji kurehemiwa bila kujali ukubwa wa kosa. Kwa sababu mchungaji kakosa anahitaji rehema, Mkristo kakosa anahitaji rehema, mke kakosa, hadi tukijua ya kwamba tunayemrehemu na sisi kesho pia tutajikuta kule kule. Kwa hiyo tunahitaji pia nini? Rehema. Kwa hiyo tuchukue huu kama Yesu alisema iweni na hebu tumwambie Mungu atupe hiyo tabia yake. Unaonaje kote hii? Sisi tuliumbwa katika ukamilifu fulani hivi, si ndio? Lakini dhambi ndio ikatuondoa kwenye ule ukamilifu. Ndio. Kwa hiyo hii hali ya kutokurehemiana ni kwa sababu tunatamani ule ukamilifu alafu tunakuta tunaukosa. Kwa sababu nasema huyu mtu alitakiwa awe mkamilifu, asinifanyie hiki, lakini kanifanyia hiki, ndio maana simsamehe. Yani tunashindwa kuelewa kwamba tulikuwa wakamilifu, tuliumbwa kwenye ukamilifu, ila dhambi ndio imetuondoa, ndio maana tunakoseana. Hapo ndipo tunapofeli au imekaakaje? Nafikiri watu waelewe tu matokeo ya mambo yote mabaya ni dhambi. Matokeo ya kukosa uaminifu kwa wanandoa ni dhambi. Matokeo ya kugombana, kuitalafiana, yote ni dhambi. Dhambi ndio imesababisha matokeo yote haya yanayosababisha mauti kwenye maisha ya watu. Sasa ni muhimu watu kujua sisi kwanza tulikuwa wakamilifu. Kwa maana kwamba Biblia inazungumza kwenye kitabu kile cha Efeso sura ya 2 mstari wa 10, anasema kwa maana sisi tu kazi ya Mungu, tuliumbwa katika Kristo Yesu tupate kutenda matendo mema ambayo hayo yalitengenezwa tokea awali tupate kuyatenda haya. Kwa tokea awali sisi tuliumbwa tuwe mkamilifu. Anasema vizuri kwenye kitabu cha Timotheo, Paulo anamwambia Timotheo, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo lililo jema. Hapo ndio mtu anakuwa kamili. Kila